katika kumi hili la mwisho. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anatusimulia kwamba kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha dakhala al-ashr, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam linapoingia kumi hili la mwisho wa mwezi wa Ramadhani, mtume alikuwa akifanya mambo yafuatayo, ambayo haya mambo matatu ni katika sunna. Mambo haya matatu ni katika sunna ambapo sisi tunatakwa na sheria tuyafanye. Jambo la kwanza, shadda mi'zara, alikuwa akifunga kibwebwe. Shurah alhadith, washereheshaji wa hadithi, wanasema ya kwamba moja ya maana shadda mi'zarahu aljiddu fil ibada, alikuwa akijitahidi sana kufanya ibada. Lakini wengine katika washereheshaji wanasema intizalu nisa, alijiweka kando na wake zake akilazimiana na msikiti. Hii ni katika moja linalofahamisha sunna ambapo sisi tunatakiwa tuwe nayo sisi Waislamu. Lakini jambo la pili au sunna ya pili, wa ahya lailahu, ar-rasul alikuwa akihuisha usiku wake. Anahuisha usiku wake kwa lipi? Alikuwa akihuisha usiku wake kwa kufanya ibada za sala, ibada ya dhikr, ibada ya kusoma Qur'an. Na haimaanishi kwamba kuhuisha usiku wote akifanya ibada, la, bali alikuwa akipanga mambo yake. Anapangilia muda wa kulala, afikisha anapangilia muda wa kuamka kwa ajili ya kufanya ibada. Unapoambiwa uhuishe usiku wako kwa kufanya ibada, haumaanishi kwamba usilale. Tafuta, tenga muda wa kulala. Maal asafu shadidi, sisi Waislamu au jamii ya leo inakuwa haina ratiba ya kulala kwa sababu ya mishughuliko ya mitandao ya kijamii au mishughuliko ya mambo yoyote sawa sawa ya kianasa au ya kilahau. Anajikuta muda unakwenda, analala muda mrefu, inapelekea mpaka anashindwa kufanya yaliyokuwa ya wajibu kwake. Na sunna ya tatu, wa ayqadha ahlahu, na anaamsha watu wake, anaamsha familia yake, akijitahidi kuilea familia yake katika suala la kumtii Allah tabaraka wa taala. Na hili ni katika moja ya jambo ambalo sisi tunatakiwa tumuige mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivi ndivyo ambavyo inatakiwa wewe na mimi na mwingine asisahau familia yake katika kutekeleza mambo ya kheri. Wewe Allah amekuruzuku, umeamka, basi kumbuka na wale waliokuwa chini ya ufalme wako au utawala wako, usimamizi wako, usiwasahau. Ikiwa utawasahau, basi bila shaka wewe sio utaratibu wako wa kuwalea katika malezi ya kumtii Allah. Ukijiona wewe waswali, familia yako haiswali, basi wewe unaelea familia katika suala la kumwasi Allah. Kwa hiyo hili ni katika moja ambalo watu wengi sisi Waislamu tumeliweka nyuma. Kwa hiyo tujikumbushe na tukumbushane sisi kwa sisi ili tuweze kufanya hii sunna. Watu wengi tunaiacha hii sunna ya kukumbuka, kuwafundisha au kuwaelimisha na kuwazindua kufanya kheri hawa watu walioko chini ya mamlaka yetu. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha
katika hadithi aliyoitoa An-Nasa'i na wengineyo, alisema qultu ya Rasulullah, alisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, araaita in alimtu ayya lailatil qadr ma aqulu fiha. Katika suala lingine ambalo yatakikana sisi Waislamu tulifanye kwa wingi na tulifanye katika sura ya kuhudhurisha moyo, suala hili la kuomba dua katika haya masiku 10 yaliyobakia. Sasa mama Aisha akatoa mchango mkubwa wa kufahamisha jamii na umma kiujumla kwamba siku moja nilisema kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, waonaje au nifahamishe kwamba ikiwa nitafahamu kwamba huu ni usiku katika usiku wa Lailatul Qadri, nini niseme ndani ya usiku huo? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallama qala quli, akasema kumwambia mama Aisha, sema wewe mama Aisha, ikiwa utahisi kwamba huu ni usiku katika moja ya usiku wa Lailatul Qadr, sema maneno haya yafuatayo: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Allah, Allahumma innaka afuun, ewe Allah, hakika wewe ni mwengi wa kusamehe, tuhibbul afwa, wapenda kusamehe, fa'fu anni, basi na kuomba unisamehe mimi. Haya ni maneno ambayo yanatakiwa tuyakithirishe sana kuyaomba katika hili 10 lilobaki. Muislamu ni maneno machache na mafupi, na yanaweza yakajirejea na ukayakariri. Kama hautojali, basi mfuate yule anayejua akuandikie haya maneno na wewe uweze kuyaomba katika masiku haya. Ni maneno bora kuliko. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake na neema zake na majina yake matukufu atujalie tuweze kuidiriki Lailatul Qadr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Unafuatilia channel ya Al-Muzan Online TV. Ungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ifahamu manhaji salafi kupitia njia ya wema waliotangulia.